Daniel ni mkazi wa Morogoro, naishi Kionda, ni bodaboda kwa chambo mwisho. Kusema kweli, station imetupa fursa kwa sisi vijana kama bodaboda, kwa sababu hata ugumu wa kazi pia umekuwa tofauti na mara ya kwanza. Mara ya kwanza unaweza ukashinda asubuhi mpaka jioni ukawa na kipato cha kawaida, ila saa hizi unashinda asubuhi mpaka jioni, kipato kinaeleweka. Kipato kinaeleweka kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa unaweza ukashinda kuanzia asubuhi mpaka mishahara ya saa 7 ukawa na shangana shilingi 5,000 au shilingi 4,000 mfukoni. Unaona? Alafu nitakiwa saa 12 umtumie bosi kipande. Ila saa hizi hata vijana tunachukua pikipiki za mkataba kwa kasi sana, kwa sababu kuna fursa hapa ipo. Hii station inakuwa inatupa mkono mkubwa, kwa sababu unaweza ukakaa tu asubuhi tayari ukaingiza kipande cha bosi shilingi 10,000, au sio? Na hela ya kula na hela ya mafuta. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni, siku nzuri na siku mbaya ikoje? Siku nzuri na siku mbaya inakuwepo kusema kwamba labda unaweza ukaamka asubuhi siku hiyo, labda watu wa station hawaji wengi, unaweza ukapata shilingi 10,000 au 5,000. Siku ikiwa nzuri zaidi asubuhi tu umefunga 30, 25 kawaida. Unaona Ukichanganya mpaka na ile jioni unaweza ukafunga hata 50. Yani siku zinazokuwa nzuri sana kwenye station kuanzia siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Ijumaa ni siku nzuri, tena nzuri sana, kwa sababu pale inakuwa inaanza weekend nzuri. Unajua mkishapata fursa kama hizi inakuwa ni vizuri sana. Vijana tunakuwa tuingie kwenye makundi yale ajabu ajabu, tunakuwa tuna focus na kazi. Sasa hizi vijana hakuna ile sijui bosi anapiga kelele kusema eti 1 2 3 vipande 4 5 6. Hapana. Sasa hata kijioni kwangu naona vijana wengi wana improve sana kumaliza jambo lao kwa wakati. Utakuta wadaiwi hata 100.